Today is my day 2 and this is detox water. Nataka niandae hapo. Nitakatakata hivyo vitu hapo. Alafu nitaweka kwenye maji, nitachanganya na maji. Nitaacha, nitakunywa kesho mapema. Nitayachuja, ndo maji yangu. Ndo maji yangu ya of course tango nitaweka tu moja, malimao hayo matatu na hizo tangawizi. Unaweza ukakata au ukasaga, tunachanganya, tunapata detox water. Hii detox water ni muhimu kwa sababu inaondoa njaa. Yaani wewe kama unatamani unakulia kula kila saa, hii detox inakuhusu. Nikimaliza hapo natengeneza smoothie yangu pia kwa ajili ya kesho. Basi tupatane baadaye. Nikishamaliza kuandaa nitawaonyesha pale mwishoni vitu vinavyoendelea. Okay guys. Nishakatakata vitu vyangu kama hivyo vinavyoonekana. Kata hivyo slice vidogo vidogo. Tangawizi unaweza kusaga kama hivyo ukakatakata. Pia ni sawa. Kama una minti pia unaweka. Minti nao ni nzuri sana. Inafanya hata maji yako yanakuwa na harufu fulani hivi kazuri. Kwa hiyo ukipata minti hapo unaweka. Mimi nimekosa, kesho nadhani nitaenda sokoni. Kwa hiyo hapo tutaendelea tu inayofuata. Okay guys. Sasa hapa ndio sina mtu kunishikia kamera, kwa hiyo tunapambana. Hapa ndo vitu vyetu viko tayari. Nitavichukua, nitaweka kwenye bakuli. Hivi ndo vitu vyetu viko tayari. Nitavichukua, nitaviweka kwenye hili bakuli. Kwenye hili bakuli vizuri. Shaweka hivyo. Tutachanganya na maji. Tutaweka maji yetu ya kutosha kabisa. Kama hivyo. Okay. Sasa hapo yako tayari. Tutayafunikiza tu hapo. Haya ni vizuri watengeneza jioni, unakunywa asubuhi, unachuja, unakunywa. Yanakuwa ndo maji yako. Of course inaweza kawa ni machache, kwa utakunywa na maji mengine, lakini kikubwa yasikosekane. Hapo pana nafasi naweza nikajaza pia, nikafunikia kwa ajili ya kesho. Okay, hapo ndo hiyo ndo detox water yetu. Kama una mint, unaweza ukaweka chia seed labda kesho kabla ya kunywa, labda nusu saa unaweka chia seed. Halafu sio lazima, lakini kama huna mint, kama huna pia sio lazima. Kwa hiyo ni simple na vitu vyote hapo ni rahisi tu, upatikanaji wake sio mgumu na wala sio gharama. Kwa hiyo hamna mtu ambaye anaweza kupa kisingizio kwa nini hafanyi au kwa nini labda havipatikani au nini. Matango yako kila mahali, shilingi 500, shilingi 1000, unapata mpaka 4. Malimao 2000 unapata, yani mengi, si 10, si 20. Tangawizi ndio usiseme, kilo 2000. Kwa hiyo tufanye jamani. Detox water ndio hiyo hapo. Wengine wanaweka maji ya moto, wengine wanaweka ya baridi, lakini kikubwa ni kwamba ikae mpaka hiyo asubuhi. Ndio ufanyaje, ndio uchuje unywe. Okay guys, tuende kwenye hatua nyingine. Sasa hivi hiyo naweka pembeni, naenda kutengeneza smoothie kwa ajili ya kesho. Lazima ufanye maandalizi jioni. Ukisema utasaga asubuhi, unaweza ukaamka umechelewa, sio nini, mambo akawa mengi, ukashangaa tena umeenda unakula vitu vingine. Kwa hiyo ni vizuri uandae jioni, ilale tu kwenye friji. Niweke asubuhi. Huo ndio ushauri wangu ambao najua kabisa ni msaada pekee, otherwise utaangukia tena kwenye kula vitu vingine. Okay guys, tukutane kwenye smoothie. Okay guys, sasa hii ndo smoothie yetu ya leo. Hii ndo smoothie yetu ya leo. Matunda leo nitakayochanganya ni hayo hapo kama mnavyoyaona. Sina mtu akunishikia kamera, so napambana mwenyewe. Hili ni embe, linaonekana kama bichi lakini limeiva.
Kuna ndizi nitaweka hii moja tu. Na nitaweka na hili tango. Nitaweka na hii ni beetroot, nitaiweka kwa sababu naona kama inataka kuharibika. Cabbage na tikiti. Sasa vitu hivi nitaviandaa, nitavikatakata pamoja, then nitachanganya na ubuyu ambao ulibaki jana niliuloweka, then nita blend. Then nitaonyesha final result. Sijui itatesti vipi, ikiwa tamu nitawaambia, kama nimeboronga pia nitawaambia. Lakini pia mimi sijali about taste, na jali sana about the benefit I get from it. So let's wait and see. Okay guys, sasa nishamaliza kuandaa maandalizi yangu ya smoothie. Nataka niwaonyeshe, nimekatakata matunda yako ready. Nataka niwaonyeshe smoothie ya leo kidogo ina tofauti na ya jana, kwa sababu jana nilikuwa na papai, leo nilikuwa sina, kwa hiyo nikaweka embe pamoja na beetroot. Hata beetroot jana sikuweka, hata ndizi jana sikuweka. Kwa hiyo kidogo ina tofauti. Ngoja niwaonyeshe. Kama hivyo yanavyoonekana hapo. Unaona? Hii ni tango. Tango kama ni organic, una uhakika lina madawa, una uhakika labda na labda anayelima au nini, unaweza ukaacha na maganda yake, ukaosha tu vizuri sana, ukakata na maganda yake. Hiyo ni cabbage. Uvuchu unaweza kutumia mboga nyingine ambao utapendelea. Hii ni ndizi, nimeweka tu moja. Hili ni embe. Hii ni beetroot, lile kule ni tikiti. Kwa hiyo hapa nitaenda kusaga mchanganyiko huu pamoja na hii hapa. Huu ni ubuyu. Niliuloweka. Nikaweka kwenye friji. Jana nimetumia. Leo nimeongezea maji. Kwa hiyo nitachuja, nitatoa hizi mbegu. Na kufanya hivi ili nitoe juice yote. Yote itoke. Kwa nitachuja vizuri. Hii juice ndio nitatumia kufanyaje? Kusagia smoothie yetu. Na wakati wa kusaga, kitu cha kuzingatia ni kuhakikisha kwamba haiwi nyepesi sana. Maana ikiwa nyepesi, ukikojoa mara moja mara mbili, basi imeisha mwilini, utasikia njaa. Kwa hiyo tujitahidi wenzito kidogo kama unakunywa uji yani. Nitaidi kuonyesha kila kitu ndio inafanya. Na hii sio lazima ubuyu. Unaweza ukaweka ukwaju kama unao. Unaweza ukaweka kama hivyo maji ya mchaichai ya nini. Unaweza ukasagia maji ya dafu. Paka pia madafu maji yake unaweza kusagia pia. Kwa hiyo kama hivi nikitoa juice itabidi nitaloweka tena mwingine kwa ajili ya kesho. Na huu hata sio ghali, sokoni shilingi 4,000 sado. Tegemea sasa wewe uko wapi, lakini sio ghali. Kwa hiyo mtu yoyote na sokoni unapatikana, mtu yoyote anaweza tu kanunua na ukafanya bila shida yoyote. Haya, nitaenda kuonyesha basi nitakavyosaga matunda yangu. Nitaonyesha the result. Okay guys, tayari tumeweka matunda yetu kwenye kwenye blender. Tayari tunaenda kusaga. Katika huu mchanganyiko hakikisha unapata lita 1.5, kwa sababu asubuhi utakunywa nusu lita, mchana nusu lita na jioni nusu lita. Kwa hiyo unapotengeneza kisha unatengeneza ya kutosha na useke kwenye freezer. Ikibaki jioni kwa unatengeneza nyingine kama ya jana yake ilibaki, unaimwaga. Okay. That is our final. Ngoja nionje. Hii nitakunywa tu saa hizi. Hiyo nyingine nitaiweka kwenye friji kwa ajili ya wakati mwingine. Alafu kitu kingine, ni vizuri kutengeneza nyingi, kwa sababu labda inaweza katokea labda siku hiyo hakuna umeme. Kwa hiyo ni vizuri usitengeneze yani kwa ya saa hivi. Yani unatengeneza hapo ndio unakunywa saa hiyo biashara imeisha, ukija saa nyingine unatengeneza. Unaweza kutokea na changamoto ya umeme. Kwa hiyo ni vizuri unatengeneza nyingi kidogo unaweka kwenye friji. Kwa hiyo hata ikitokea kuna shida ya umeme, wewe tayari uko sorted.
Ngoja nionje alafu niwaambie kama ya leo imezingua au sio mbaya. Ina kauchachu. Sijajua ni cha embe. Embe lilikuwa kama halijaiva vizuri sana, lakini mimi ndo napenda kuliko ikiwa tamu inakereketa. Kwa hiyo ikiwa hivi perfect. Kwa hiyo hii nimeipitisha, iko poa. Unaweza ukakopi matunda niliyochanganya. Ni nzuri, hata kimonekano pia ni nzuri. Karibuni guys. Karibuni. Okay guys, thank you for watching. Till next time, nitakuwa tuna share ili at least tupate ideas. Okay, na kama najua kuna watu wanajua zaidi yangu, najua kuna watu wamejaribu vitu vingi wanajua. Kwa hiyo kama una mawazo, kama una kitu cha kutusaidia, kama una kitu ambacho utaongezea, please comment guys. Don't forget to like and to share this video, because ukicomment, ukilike inawafikia watu wengi zaidi. Okay guys, thank you. Cheers.